wakaelekea nyuso zao Sodoma. Ibrahimu akaenda pamoja nao awasindikize. Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Ikiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizia Ibrahimu ahadi zake. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanayoyatenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma. Lakini Ibrahimu alikuwa akali, akasimama mbele ya Bwana. Ibrahimu akakaribia akasema, je, utaharibu mwenye haki pamoja na mwovu? Huenda wakawapo wenye haki 50 katika mji. Utaharibu wala hutaacha mji kwa ajili ya hao 50 wenye haki waliomo? Hasha, usifanye hivyo, ukamuue mwenye haki pamoja na mwovu. Mwenye haki awe kama mwovu. Hasha, mhukumu ulimwengu wote asitende haki. Bwana akasema, nikiona katika Sodoma wenye haki 50 mjini, nitapaacha pahali pote kwa ajili yao. Ibrahimu akajibu akasema, basi nimeshika kusema na Bwana, nami mavumbini na majivu tu. Huenda wakapungua 5 katika wale 50 wenye haki. Je, utaharibu mji wote kwa kupungua 5? Akasema, sitauharibu, nikiona humo 45. Akazidi tena kusema naye akinena, huenda wanaonekana humo 40. Akasema, sitafanya kwa ajili ya hao 40. Akasema, Bwana asiwe na hasira nami nitasema, huenda wakaonekana huko 30. Akasema, sitafanya nikiona humo 30. Akasema, tazama, nimeshika kusema na Bwana, huenda wakaonekana huko 20. Akasema, sitaharibu kwa ajili yao 20. Akasema, Bwana asiwe na hasira nami nitasema mara hii tu, huenda wakaonekana huko 10. Akasema, sitaharibu kwa ajili yao 10. Basi Bwana alipokwisha kuzungumza na Ibrahimu, akaenda zake. Ibrahimu naye akarudi mahali pake. Hili ndilo neno la Bwana. Tulikuwa tunajaribu kufikiria maisha ya kwetu nyumbani. Nikafikiria kwetu nyumbani, nikasema hebu nipige picha kanisa tulilokuwa tukiabudu. Kanisa ambalo tumelelewa. Hilo kanisa tukianza kwenda Sunday school tulikuwa watoto wangapi? Watoto 5. 3 ni watoto wa Leirida. Na Leirida alikuwa babangu. Kwa hivyo Sunday school ni mimi, Gladi, na kuna mwingine ambaye namfuata hapa katikati yangu na Gladi. Alafu sasa kuna wengine majirani wa kanisa kabisa. Sasa lile kanisa tulikuwa tukiabudu chini ya miti. Tukiwa pale chini ya miti, nadhani sijaanza kuuliza maswali leo. Nikawa namuuliza babangu maswali mengi sana. Mbona tunaenda kwa kanisa yenye ina ukuta na tunapita kanisa zaidi ya 15 hapa ndio tufike kanisa? Si tuingie tu kanisa yenye iko na ukuta hapa. Mbona tunaenda chini ya mti? Nakumbuka alikuwa anatutia moyo sana, anatuambia mpaka ile kanisa tuijenge, Mungu atutetee. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukaishi maisha ya kuabudu chini ya miti. Lakini kukakaa hivi, jengo likaanza kujengwa. Kwanza nakumbuka watu wazima walikuwa watu 6. Walikuwa wanatushindia Sunday school na mtu mmoja. Sasa watu wa 6 kwa mti, wale watoto 5 mti next. Plot ni 100 by 100. Mkiimba sana mahubiri yanasimamishwa, mmalize kuimba. Sasa haya yakawa maisha yetu. Lakini kanisa likajengeka. In
2012 wakajenga kanisa lingine sasa la mawe. Sasa ukienda lile kanisa limejengeka linakaa kama hili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maisha ya wazazi wetu hayakubadilika sana. Kama ni ng'ombe wao 5, walibaki hivyo 5. Hata juzi nilienda nyumbani bado ni 5. Shamba zao wakafikiria labda Mungu atawabariki na zaidi, niliwapata bado tu wako na vieka vyao 7. Kama ni boma pale vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baadaye nikaja kuangalia haya maisha. Nikauliza Mungu, inaweza kuwa ulilipa aje maisha ya kujenga kanisa ambayo walijinyima sana? Kwa sababu tulikuwa tunaenda kanisa more than 6 kilometers. Lakini nikaangalia maisha ya watoto wa sasa wa wazazi wetu. Nikaangalia firstborn wetu, kazi ya kwanza alipata Taita Taveta County. Alipofika Taita Taveta County, babake Vika General Kidogosi akamchukua kama mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Akakaa na yeye, akawa anampa chakula, akawa anampa maziwa, akawa anakaa na yeye na kumwambia kabla ulale lazima tufanye maombi hapa ndani. Wa pili akaenda Lodwar. Alipofika Lodwar, alikaa mwezi mzima hajakomboa nyumba. Amepata tu mtu amemhouse. Wa tatu ndio huyu hapa. Akafika Mwatate, akapokelewa na akasaidiwa na harusi. Bwana Yesu asifiwe. Kukaa kidogo, Mungu akaona haitoshi. Nilikuwa naambia watu wa ibada ya kwanza, kuna siku nyingine tumefanya ibada ya Canaan, ibada ya utakaso. Tukaomba sana kwa ajili ya majini na mapepo yatoke kwa madhabahu kama yametumwa. Hiyo usiku sikulala. Kumbe zilitoka kwa madhabahu zikakuja kwangu. Sasa nikiwa nimekaa usiku nasikia watu wanaongea. Nikampigia Vika Swaden. Nikamwambia nisipoamka ujue mapepo yamenimaliza huko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bishop sijua aliongea nini huko na AS. Nikapigiwa simu kesho yake wakaniambia rule from above. Hama kesho enda kwa nyumba ya AS. Sasa AS anakaa Mwatate, kajamaa kingine hivi napiga rao huko kwa nyumba ya AS. Kwa sababu Mungu aliandaa hizo baraka. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwatie moyo leo. Labda umehudumu katika haya madhabahu sana, hauoni faida. Usikate moyo, hizo baraka ziko kwa ajili ya mtu. Ndio maana Abrahamu anaambiwa hao 10 watatetea Sodoma. Hao 10 watatetea nchi nzima. Hata wewe, hiyo kazi yako wewe mmoja itatetea nyumba yako. Usikuwa na shida hata ukijenga hii kanisa na usiingie. Usione miaka yako ni nyingi useme hai kanisa hata nikijenga sitaingia. Jenga tena kwa bidii sana, itetee mwenye itatetea kwa nyumba yako. Changa tena kwa furaha sana, useme itatetea mwenye itatetea. Vitu tunavyofanya saa hii lazima kuna mtu ambaye itamtetea. Na kama si nzuri, kuna mtu pia lazima itamwadhiri. Nataka tuangalie kizazi cha Yesu. Abrahamu anaanzisha uzazi wa Yesu huko nyuma. Abrahamu baada ya kukaa na mke wake, anaona mke wake hapati mtoto, anamchukua Hajiri. Kwa Kiingereza anaitwa Haga. Akimchukua wanazaa mtoto Ishmael. Baadaye Mungu anampa mtoto Isaka. Isaka anazaa watoto wake, na katikati yake kunakuwa na watoto, kunakuwa na Esau na kunakuwa na Jacob. Kwa sababu babu ya Jacob alikuwa na wake wawili, sasa ile roho inampata Jacob, anakuwa na wake wangapi? 4. Yaani ina double. Kwa hicho kizazi hilo jambo likikuja kutokea tena linatokea kwa Daudi. Daudi naye anaoa wake wangapi? 8. Bwana Yesu asifiwe. Hebu uliza jirani yako, ulikuwa unajua hiyo? Unaona inaenda ikidouble Wakati inatoka kwa Daudi ikiingia kwa Solomon, anatoa wake 8
anaenda wake 700. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla ya hapo Daudi alikuwa hasa mtu wa kwanza akaleta watu wanaitwa masuria, kwa Kiingereza tunawaita concubines. Daudi yeye akawa na concubines. First Samuel inataja inasema and David had many concubines. Kwa sababu anaingiza sasa, yani ile generation yao ilikuwa ni kwa wake tu, lakini sasa anaingiza point ya concubines. Mtoto wake anakuwa na concubines 300 ambaye ni Solomon. Rehoboam mtoto wa Solomon, kwa sababu bado yanamwandama, anakuwa na watoto wake 18 na anakuwa na masuria 60. Damu inawaandama. Nataka kusema nini? Maisha tunayoishi leo yatadetermine maisha ya kesho. Kiishi maisha mazuri, kizazi chako kitafaidika na kubadilika. Kiishi maisha mabaya, unaandaa hiyo kwa kizazi chako. Kikubali kuishi maisha kama ya mpango wa kando, mtoto wako unamtafutia kuwa mpango wa kando kwa mtu. Kikubali kuwa mwanaume ambaye umepata kizazi cha watu ambao wanaoa mke mmoja, uamue kuoa mke wa pili. Unachoandaa ni kizazi kitakacho kuja nyuma yako kiwe na wake wengi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni huduma gani tunaifanya kanisani. Sijui ni nini kikubwa tunakifanya kanisani. Sijui kama kuna siku umeingia kwa mchango ukasema leo ninachanga, lakini wewe pesa ninapokutoa kwa haya madhabahu, Mungu uliye mbinguni, huu mchango utetee watoto wangu. Sisi kila siku tukiingia hapa, hii mchango ikiingia ibadilishe maisha yangu, ibadilishe maisha yangu. Mungu hakupanga vitu vingine viende hivyo. Alipanga itetee mpaka vizazi vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine maombi ya wazazi wetu ndio yametubeba. Hatustahili, hatufai. Lakini neema waliopata imekubali kutubeba pia sisi. Uliza mtu hapo kanda yako, wewe yako inaweza beba jamii yako kweli? Muuliza swali la pili, wewe ni wa kuleta shida ama baraka kwa hiyo boma? Njoo siku nyingine nimekaa huko Jombo kabla nihame. Hizi shida zijaanza kunipata saa hizi, zilianza kitambo, lakini nashukuru Mungu hakuna yenye imepiga goal. Sasa wajamaa wakafikiria watanitisha, wakaniletea chakula yao nyeusi imeungua kwa sufuria, wakaweka hapo kwa nyumba yangu ndani. Sasa mimi nimetoka penye natoka, unajua situlii sana kwa nyumba. Sasa nikienda napata wajamaa wameweka pale. Wajamaa kuweka pale, sasa sijui walifikiria nitahama, ama sijui walifikiria nitaenda nikimbie nyumba. Tena wameekelea kwa gasi yenye wanapikia. Venye waliingia siwezi nikaelezea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikasema mimi nimewapa hawa jamaa warning. Nimemwaga mchele wao hapo nje, lakini sufuria yao nimewaachia hapa nje, wakuja wafanye nini? Wachukue. Mimi kama a good Christian nikawapa notice ya wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu. Wajamaa wakujia sufuria yao na mchango ulikuwa umekaribia kabisa. Nikasema neema ya wazazi wangu initetee. Nikamwambia Mungu, na huduma niliyoifanya kwa madhabahu ikanitetee. Nikachukua ile sufuria yao, nikaenda nikaiuza kama scrap pale. Kwa sababu sasa ni ufala gani wananiletea sufuria kwa nyumba? Na kumbe sufuria zina pesa. Jamani muniletee nyingine. Mbia mtu hapo jirani yako, chunga sufuria zina hela. Sasa next time mkileta muhakikishe ni nzito. At least itoe kilo 5, 6. Kwa sababu ile ilitoa kilo 3, sijui 2.5. Kanipa pesa zao, nikakula nyingine mandazi, nyingine nikaleta hapa kanisani. Ikakuwa kishiki. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujue tunachokifanya leo tunapanda mbegu ya kesho.
Natamani leo katika mchango wa leo pata nafasi ya kumwambia Mungu, ninapojenga nyumba yako itetee wanaokuja mbele yangu. Usijishughulishe sana na maisha yako. Wewe unaishi leo. In fact, dhambi unazozifanya ilifaa uwe umekufa. Lakini kuna mtu aliishi mbele yako akahesabiwa haki, neema ikawa imetosha. Ndio maana unaishi leo. Nataka tuzungumze jambo, mwambie Mungu, naomba neema yako ikanibebe. Kizazi kinachokuja nyuma yangu kikabarikiwe kwa sababu ya yale ninayofanya. Mwambie Mungu, ninapotoa ikatetee wanaokuja mbele yangu. Ikatetee wanaoitanishwa na mimi ili wakawe salama katika maisha yao. Baba wetu na mfalme wa amani, wazee wetu wa zamani walikuhudumia wakakutumikia. Maisha yao na maisha ya vizazi vyao vikabadilika. Ruhusu watoto wako wanapokutumikia, wanapokuabudu, wanapoingia katika nyumba yako na kukuita, ruhusu vizazi vyao vikabadilike kwa ajili ya huduma hiyo. Hata watoto waliozaliwa na ambao hawajazaliwa, huduma hii ikawatetee. Katetee watoto wao, ikatetee wajukuu wao. Hata vitukuu wao wakatetewe na huduma hiyo. Michango wanayotoa ikatetee wanaokuja nyuma yao, watakapoingia katika kanisa hili na kuabudu. Kwa sababu wazee wao walishughulika na kuijenga, maisha yao yakajengeke katika madhabahu hayo. Wabariki watoto wako katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.